Dereva mmoja anayefahamika kwa jina la Saidi Habib Jumbe amepata majeraha makali mwilini baada ya magari mawili kugongana uso kwa uso. Ajali hiyo imetokea majira ya saa 4 asubuhi siku ya Jumamosi tarehe 21 mwezi wa pili 2026 katika eneo la Kianga Maskani Nyoka, wilaya ya Magharibi A. Magari yaliyohusika ni gari ya aina ya Fuso lenye namba za usajili Z189 AAK lililokuwa likiendeshwa na dereva Amani Rashid, pamoja na gari aina ya Kenta lenye namba za usajili Z942 AAJ lililokuwa likiendeshwa na dereva Saidi Habib Jumbe. Akizungumza juu ya tukio hilo, Staff Sergeant Haji Ramadhan Vuai kutoka kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar amesema kikosi hicho kilifika eneo la tukio mara baada ya kupokea taarifa na kufanikiwa kumwokoa dereva aliyekuwa amekwama ndani ya gari. Amesema majeruhi huyo amepelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi na matibabu zaidi. Tumefika eneo la tukio mara tu baada ya kupata taarifa na kumkuta mtu huyo akiwa ameganda ndani ya gari hiyo. Hatua tuliochukua kumtoa na kumpeleka hospitali kwa uchunguzi zaidi wa kidaktari. Kwa upande wake, Sheha wa Shehia Kianga Rajab Rashid Mvita amewataka madereva kuzingatia sheria za barabarani na kuepuka mwendo kasi ili kupunguza ajali. Kweli pametokea ajali. Wakati huo mimi nimekuja hapa, nimekwenda ndani kidogo hapo, narudi barabarani ndo nakuta ajali, lakini kutokana na hali ni uzembe wa dereva itakuwa, mimi nitasema hivyo. Kwa sababu anakwenda mwendo wa kasi, hajui kuna gari, hajui kuna chochote mbele. Wao honi hao, na madereva wengine hawana leseni. Na nathibitisha sasa kwamba huyu dereva alikuwa anaendesha hii gari hana leseni. Kwa sababu kwanza tumemhoji bado ana ubabaifu. Anasema yeye si dereva, wakati kashaonekana kwamba yeye ndo dereva anaendesha gari, na huko nyuma alikotokea kishakosa sana. Hivyo ndo hali ilivyokuwa. China washauri, kwanza ushauri kwa madereva waache kutembea mwendo wa kasi, kwa sababu barabara ina watumiaji wengi. Kuna magari, kuna wenye vyombo vya maringi mawili, walemavu, vipofu, na wendaji kwa miguu. Mashuhuda wa ajali hiyo Ali Hassan pamoja na mzee Ali Hatib wameeleza namna tukio hilo lilivyotokea na kusisitiza umuhimu wa tahadhari barabarani. Naitwa mzee Ali Hatibu, ni mkazi wa Kianga. Hii iliyotokezea hapa ni ajali ya gari mbili uso kwa uso. Kwa bahati mbaya au bahati mzuri, upande wa gari moja tayari dereva alijitoka mwenyewe pasipo na msaada, lakini dereva upande wa pili, hii Kenta Blue, kwa kweli hii hatari ilikuwa kubwa, sababu mpaka imefikia hatua imekatwa, imebanuliwa, nguvu za wananchi zimetumika, nguvu za gari zimetumika kwa ajili ya kusaidia kuokoa uhai wake bwana mkubwa. Mpaka anatoka, alhamdulillah bado yuko hai, lakini katika mguu huku hatujui vipi. Hiyo tena ni sehemu ya madokta wenyewe ndio watajua, lakini ukweli sisi watumiaji wa barabara, kama tutakuwa tuna madereva wazembe, basi watumiaji wa barabara sote tutakuwa tuko hatarini, kwa sababu wewe utajikinga, utasema hapa niko kwenye sheria, lakini atatokezea mzembe huko atavunja sheria, wewe ndio atakusababishia ajali kama hii ajali alosababisha ndio mzembe. Umeona, huyo alosababisha ajali ndio mzembe, kwa sababu yeye huyo ambaye aliumia sana, yeye alikuwa katika saiti yake na mwendo wa wastani. Sasa habari za kukimbizana, tuna magari ya mchanga, na hii ni tatizo sana. Kwa mimi nawashauri madereva tuwe makini, watumiaji wa barabara tupo wengi, so wao mtu ukumbuke, unapokuwa unaendesha chombo barabarani, kumbuka chako wewe ni chombo, sio barabara. Kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar kinafanya kazi nzuri. Popote inapotokea ajali au emergency yote ya uokozi au ya moto, wanakuwa kwa haraka sana. Tukio la leo ni sasa na juzi tuseme, na leo ni vile vile. Baada ya ajali tu, hata dakika 15 hazijafika, zimamoto wameshafika, wamemwokoa yule majeruhi, dereva ambao aliumia. Gari wameikata bodi, sababu dereva alikuwa hawezi kutoka. Wamekata bodi ile ya gari ya mbele, kama unavyoiona kule ni mbovu, imechana. Ni zimamoto walifanya kazi hiyo, wamemwokoa yule dereva, wamempeleka hospitali haraka sana, sababu haiko vizuri. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatuma Benard, ASAM Online TV.